Kichwa tulichokuwa nacho ni hukumu juu ya laana ya familia. Hukumu juu ya laana ya familia, na tuliona mambo kadha wa kadha. Nilikuambia sasa ninavunjaje laana ya familia, ninavunjaje laana ya familia. Jambo la kwanza nilikuambia ni lazima uokoke. Uokovu nilikuambia ni uhusiano wako binafsi na Mungu. Nilikuambia sio ishu ya dini mpya, ni ishu ya kutengeneza uhusiano wako na Mungu, na tuliona vitu kadha wa kadha. Nikakwambia uokovu ni uhamisho. Jambo la pili nilikwambia uokovu ni kuketishwa, na jambo C nilikwambia uokovu ni kupewa mamlaka. Na pointi ya pili nikakwambia jijenge kwenye msingi wa neno na ufahamu, na niliongea mambo kadha wa kadha. Kirudi kwenye library yetu ya YouTube kwa jina la KKT Kingereka utakutana na hayo. Jambo la tatu nilikwambia unahitaji maombi ya bidii. Navunjaje laana? Unahitaji maombi ya bidii. Na kwenye maombi ya bidii nilikwambia jambo A ni maombi yaliyojaa neno na imani. Maombi yaliyojaa neno na imani. Lakini jambo B nilikwambia ni maombi ya vita. Maombi ya vita. Alafu jambo la 4, pointi ya 4, navunjaje laana Mwalimu Godwin Urassa. Nilikwambia omba maombi ya mipaka. Omba maombi ya mipaka. Kuna laana ambazo ziko kwenye familia zetu na zinavunja mpaka. Zilitoka kwa babu, zikaja kwa baba, zikatoka kwa baba, zinakuja na kwako zitatoka, zitaenda na kwa watoto wako. Lazima uombe maombi ya mipaka. Na hili kosa aliwahi kulifanya Isaka. Maandiko yanasema kwenye Mwanzo 25:21, Isaka akamwomba Bwana kwa ajili ya mke wake, maana alikuwa tasa. Lakini hili jambo ambalo Isaka analiombea lilikuwa kwa baba yake Ibrahim. Lakini sio kwa baba yake tu, lilikuwa kwa babu yake mzee Tera. Isaka alipoomba, Bwana akasikia maombi, akamfungua Rebeka tumbo, Rebeka akapata wana. Lakini kama Isaka aliweza kuomba mpaka Rebeka akapata wana, kuna kitu alikosea. Alikosea nini? Aliomba yale maombi kibinafsi, hakuomba maombi ya mipaka. Na ndio maana ili tatizo ambalo yeye amelivuka tunaliona kwa Yakobo. Yakobo maandiko yanasema mke aliyempenda akawa tasa. Kwa nini anakuwa tasa? Ni kwa sababu ni shida iliyokuwepo kwenye familia. Mama mtu mzima, wewe umekuwa baba mtu mzima, una watoto, una mamlaka na hao watoto. Kuna vitu unaweza ukavikataa vya kule kwao. Usisubirie mpaka wamekuwa watu wazima, wameanza tabia za kule kwao ndo uanze kuomba. Itakuhitaji nguvu kubwa sana. Mwanzoni wakati nafundisha nilikwambia kung'oa mbuyu ambao umeanza kuchipua ni rahisi sana kuliko kusubiria mbuyu umeshakuwa mkubwa uje uukate. Kuna vitabia unaviona, unavilelea katoto kadogo kabisa. Alafu kuna vitu unaviona sema huyu kama babu yake kabisa. Usiendelee kuvilelea, weka mpaka. Bwana asifiwe. Hilo ni jambo la 4 na tuliongea kwa kina, na nilikuambia vitu vingi utakuta kule YouTube. Jambo la 5, husisha maombi ya kufunga na neno na ufunuo wa neno. Husisha maombi ya kufunga na ufunuo wa neno. Fanya maombi ya kufunga. Niliongea pointi ya 5 kwa kirefu, nikakuonyesha na mistari kadha wa kadha. Jambo namba 6, jifunze na ujenge imani juu ya meza ya Bwana. Jifunze na ujenge imani juu ya meza ya Bwana. Huwa tunashiriki kimazoea, lakini maandiko yanasema kwenye Wakorintho wa kwanza 10:16 kile ni kikombe cha baraka. Kwa kama ni kikombe cha baraka, kinadili pia na mifumo ya laana kwenye maisha yetu. Na nikakueleza damu ya Yesu inatumika kwa vitu vitatu. Tunatumia kudai uhai katika maombi. Lakini jambo la pili, tunatumia kushiriki kama meza ya Bwana. Tunakula nyama na damu ya Yesu. Tunakula mwili na damu. Kwa hiyo tunashiriki kama meza ya Bwana. Lakini jambo namba 3, unaweza kunyunyiza, na Yesu mjumbe wa Agano Jipya, na damu ya kunyunyiza inayonena mema kuliko ya bili, sawa sawa na Waibrania 12:24. Jambo la 7 nilikuambia tutaongea leo. Bwana asifiwe. Jambo la 7 nilikuambia tutaongea leo. Sasa ndo naanza kuongea jambo la 7, na jambo la mwisho
na baada ya hapo nitakupa prayer point. Changamoto yangu, jambo linaweza likawa moja lakini likawa na vitu vingi ndani yake. Okay, naomba tuende haraka haraka na unipe mkono wa shirika. Nikitaja mstari sitakusubiria ufungue Biblia kwa sababu ya muda. Tunahifadhi mafundisho yetu YouTube, utakuta huko kama utatamani kwenda kurudia tena. Okay, hizo laana kuna vitu vilifanyika ndio maana zikaja. Na ukiona mtu kwenye maisha yake kuna baraka, kuna vitu vilifanyika ndio maana baraka ikatokea kwenye maisha yake. Laana haitokei hewani. Tulionyeshana mambo ya madhabahu kule, tulionyeshana vitu kadha wa kadha. Kwa hiyo vile ndio vinaipa laana nguvu ya kuendelea kuwepo kwenye maisha yako. Sasa ili kuondoa laana lazima ujenge kinyume na vile ambavyo vimejengwa. Bwana asifiwe. Kama unajua kabisa kilichosababisha laana ni matendo fulani, alafu hayo matendo na wewe unayo, kwa nini hiyo laana isiendelee kukaa kwako? Maandiko yanasema pepo mchafu amtokapo mtu upitia mahali pasipo na maji, anaenda anazunguka zunguka, lakini ndani ya moyo anasema nitairudia nyumba yangu. Sasa shida yako wewe unaomba, lakini bado kuna vitu ambavyo unavifanya. Mfano, bado unaendelea na matambiko. Mtumishi, sasa waliniambia nitoe, ningefanyaje? Ndio maana vile vitu vinaendelea kuraise, vinaendelea kupata nguvu ya kuendelea kuwepo. Kuna tabia fulani ambazo zilikuwepo zilizoleta hiyo laana, na hizo tabia na kwako wewe bado zipo. Ngoja tutaongea na utanielewa. Kwa hiyo ili kuvunja laana, kitu cha kwanza unachotakiwa kufanya, jambo A, ni utii. Utii ni lango la baraka. Mwalimu, kweli mimi sipendi laana. Tii sasa. Sasa natii nini? Ndio niko hapa nakwambia. Maandiko yanasema katika Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 na wa 2. Mara nyingi tunaanziaga kusoma mstari wa 3. Baraka hizi zote zitakujilia na kukupata. Tunaruka mistari miwili. Sasa sikiliza chanzo cha baraka. Kumbukumbu la Torati 28 mstari wa 1 na wa 2, maandiko yanasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii. Itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapokutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Na baraka hizi zote, sasa hizo baraka mimi sitaki kuzisoma, utaenda kuzisoma mwenyewe. Baraka zenyewe ni zipi? Zile utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako, utabarikiwa maongeo ya mifugo yako, utabarikiwa wadogo wa kondoo zako, utabarikiwa uingiapo na utokapo, utabarikiwa watoto wako katika masomo. Hizo zote. Ole wangu nisipoihubiri Injili. Hicho ni kifungo. Bwana asifiwe. Kutoka 23 mstari wa 25. Kabla ya kusoma huo mstari, naomba nikuulize wewe ambaye unavunja laana. Wewe una faida gani kanisani? Kazi unayofanya faida yake ni nini kanisani? Umepewa biashara, faida yake ni nini? Na nikukumbushe, maandiko yanasema mimi ni Mungu nikufundishaye ili upate faida. Kumbe Mungu ndo anatufundisha ili tupate faida. Alafu ili nini? Ili alifanye agano lake imara. Kumbe Mungu akikupa faida, akupi faida tu basi, ni ili afanye agano lake imara. Kwa hiyo madhabahu yako utaijenga kwa utii. Madhabahu yako utaijenga kwa nini? Kwa utii. Lakini pia madhabahu yako utaijenga kwa utumishi. Utumishi utaijenga madhabahu yako. Lakini jambo lingine ni utoaji. Utoaji ni lango la baraka. Ngoja tusome kwanza hiyo Kutoka 23:25. Maandiko yanasema, nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Umeona sifa zilizoko kwenye kumtumikia Mungu? Cha kwanza, atabariki chakula. Hautakula chakula uugue. Kila unapoendelea kula, unaendelea kuwa mzima zaidi. Achana na hii unakula, unaenda kwa daktari na kuambia nyama unazokula zimeshakuletea gout. Hicho chakula kimelaaniwa hicho. Chakula unachokula kimeleta una mafuta kwenye moyo.
Maandiko yasema hivyo. Maandiko yanasema atakibarikia chakula chako na maji yako, atabariki maji unayokunywa. Kila unapokunywa maji unauishwa, unaendelea kuwa kijana, unaendelea kuwa na afya. Alafu anasema nitakuondolea ugonjwa kati yako. Hizo ni baraka za utumishi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jambo si ni lango la utoaji. Usiwe mzito wa sadaka. Watu ni wazito wa kutoa. Yaani inafika mahali tukiwaza kwa habari ya kuwa na semina, tukiwaza kwa habari ya kuwa na jambo lolote la kimungu, tunawaza. Yaani viongozi wanawaza, kina tumsifu wanajumlisha na kutoa na kugawanya, kina penda hili wanapata shida. Wakati mwingine pengine hata wanapigia watu simu, jamani tuna semina, jamani tujitahidini, hebu tusapoti kidogo. Nini eti wanachokipambania namna hiyo ni neno la Mungu lije lihubiriwe. Bwana asifiwe. Jitoe. Na unajua kwa nini mnakuanga na semina moja pengine kwa mwaka, semina 2, sijui semina 3? Ni kwa sababu hamtoi sadaka, hamjitoi. Mngekuwa mnajitoa. Mimi najua nilikuwa naishi Kilimanjaro, nimekuwa mwenyeji wa Kilimanjaro, ila nimeenda Dar es Salaam, nimejifunza vitu vingi. Wale watu wa Dar es Salaam wanajitoa jamani. Hivi unajua makanisa mengi ya Dar es Salaam, mambo ya semina ni jina tu linabadilishwa, lakini mengi yana morning na evening, morning evening, morning evening, every day, kila siku. Na sio kwamba wanakuwa na watumishi hao kila siku. Leo watakuwa na mtumishi huyu, na ndio maana wana maarifa nyingi. Na wale watu wamejifunza kumpenda, kwa sababu Dar es Salaam ukitaka kuishi kuna mambo mawili. Kama ni mshirikina, uwe mshirikina kweli. Na kama ni unampenda Mungu, mpende Mungu kweli. Maana ukiwa vuguvugu unatapikwa. Yaani kuondolewa eneo au uhitaji. Katika eneo lenye uchawi mkubwa ni Kariakoo. Na katika eneo ambalo watu wanamtafuta Mungu kwa bidii ni Kariakoo. Kwa sababu pale ndo kwenye mnyang'anyeni. Ukienda kizembezembe tu hivi unanyang'anywa frame. Unaona kwanza frame bei inayolipwa, mtu anakuambia hii frame nailipia milioni 30. Wewe umeshasikia frame ya milioni 30 huko? Kwa sababu pale kuna mzunguko wa fedha. Uwezi ukakaa kizembezembe. Namba za watu wa Kariakoo, mtu amekuona umefundisha kitu kamgusa, za watu wa Kariakoo, na mtumishi niombe, ni hivi: njoo dukani kwangu, kanyaga tu. Mwalimu na changamoto hii, usiku nasikia kitu kinatembea, nikijaga hapa nakuta dawa zimemwagwa, sio nani, vitu hivi vya kutosha. Kwa hiyo kule watu wamejifunza, sio kwamba anaenda Morning Glory kwa sababu wanapenda. Anatamani kuikabidhi siku yako, ajui nini litampiga leo. Wakati mwingine hata pengine hata huo uhusiano na Mungu mkubwa na mnawe alikuwa anaga, amelelewa kama wewe unavyolelewa, lakini kwa sababu ya vita iliyopo anabidi ajiatachi na Mungu. Ndio unashangaa ibada za morning zinajaa, evening zinajaa, na watu ni wengi. Kwa sababu gani? Ule ni mji wa mapambano. Ukiangalia kwa Mwamposa watu ni wengi, sio kwamba wanapenda kuwa wengi pale, sio kwamba hawana kazi za kufanya. Vita iliyopo, anatafuta ni mtumishi gani mwenye nguvu nipambane naye. Wengine utamkuta Kijitonyama, jioni unamkuta kwa Mwamposa, siku nyingine yuko anakula keki ya upako kwa ni Musa. Na wale watu wana watu wengi. Bwana asifiwe. Sasa changamoto ya huko Kilimanjaro, angalia, yaani hata ukisikia semina, tena semina yenyewe ni mara moja kwa miezi 6, na watu wanakuja kwa kujivuta, wanaburuta miguu, wako bize. Bwana asifiwe. Kwa hiyo toa sadaka, jitoe kwa Mungu. Sadaka yako sio mchango, sadaka yako inawezesha mambo ya kimungu. Maombi tunayoyaomba hapa, kuna vitu vinaharibika kwenye anga, kuna vitu vinaharibika kwenye ardhi. Unajua kwa nini vinaharibika? Ni kwa sababu wewe uliwezesha semina, ni kwa sababu wewe ulifanya kitu fulani. Bwana asifiwe. Lakini msipojitoa, hicho kitu kinaonekana hata ni mzigo kwa usharika. Mchungaji anapiga mahesabu, sasa hiyo semina kwenye bajeti ipi? Otherwise sasa ndio hivyo, mbakie mnahubiri kwenye nyumba zenu kule nyumbani. Baba unahubiria watoto wako, ukichoka mama anawahubiria, mkichoka mnaacha kuomba, mnaenda kulala. Bwana asifiwe. Kwa hiyo jitoe. Umebarikiwa mkono unaotoa kuliko mkono unaopokea. Bwana asifiwe. Changamoto nyingine tulionayo, wengine tunatoa sadaka kwa kurithi. Mama yako alikuwa na watoto 5, kwa hiyo watoto 5 anajiuliza sana fanyaje? Inabidi achenchi shilingi 100 akupe 20. Anavochenchi ili na wewe uende ukajifunze kutoa sadaka, na yeye mama anatoa ya kwake. Cha ajabu ni kwamba ile spirit ndio umekuwa nayo mpaka leo. Yaani mpaka leo hauwezi kuja kutoa sadaka kabla hujapitia kwa mangi ukachenchi. Ndio umeoa,
wengine wameolewa, wana kazi na wana mzunguko, hela inaingia, lakini lazima upite kwa mangi kwanza, uchenchi ivunjwe vunjwe, ndio uje na vibukubuku vyako. Bwana asifiwe. Lakini sio kwamba level yako wewe ni buku, unaweza kutoa, lakini kwa sababu utoaji ulionao sio utoaji wa kumjua Mungu, ni utoaji wa kurithi. Nashangaa mzee yuko hapo na kitambi chake, amesimama, muda wa kutoa sadaka anaingiza mkono hivi, kiberiti kinadondoka. Watoto, huyu mzee kumbe anavuta sigara. Ngoja nimtetee. Havuti sigara, anaombaga chenchi mara nyingi kiasi kwamba ameona aibu kuomba chenchi, inabidi aende hata akanunue kiberiti. Kwa hiyo alinunua kiberiti, sasa anatupa. Ikabidi aweke mfukoni, akaja nacho kanisani. Wakati anatoa sadaka hakukumbuka kwamba ana kiberiti, ndo kilidondoka. Sio mvuta sigara, alikuwa anatafuta chenchi ili atoe saa. Kama unanielewa sema amen. Kwa hiyo hata kama wewe unajiona ni mtumishi, watumishi huwa wanatoa sadaka. Hakuna mtumishi ambaye ni Melkizedek. Bwana asifiwe. Mtumishi, mimi ni mtumishi, ninasifu, ninaabudu, kwa hiyo najitoa. Hiyo nimesikia kwa mapadri. Mapadri ndio watoagi sadaka, lakini mtumishi anatoa sadaka. Bwana asifiwe. Haya, maandiko yanaendelea kuzungumza vizuri kuhusu sadaka, yanazungumza sana. Unajua ni sadaka ngapi ambazo zilitolewa kwa miungu mingine kwa kushikilia wewe? Hivi unajua hata mtu akienda kwa mganga anataka kukudhuru, sadaka ni ya muhimu. Yaani yeye ameenda anataka kukuloga wewe. Sadaka, mganga amwambii kwa sababu unamloga huyo ni fair, ni bure. Toa sadaka. Tena angalia aina ya sadaka anayoambiwa. Anaambiwa nenda kalete kuku mweupe pepe na kuku mweusi tititi. Wakati mganga anamtuma, sio kwamba amepiga darubini kwamba kuna kuku kwenye banda lake. Wewe utajua utakapoenda kupata. Kwa hiyo sadaka inaanzia pale. Anatoka kwa mganga, jambo lake halijafanyika. Wakati anaondoka, tangu anaondoka, aidha anatumia nauli au anatumia mguu, ni sadaka. Anaanza kutafuta kuku kwa watu wanaofuga kuku. Jamani, ninatafuta kuku jamani, ninatafuta mbegu fulani. Na waganga hawatakagi broiler. Waganga hawataki broiler. Hilo ni jambo la kwanza ambalo unatakiwa kujua. Lakini jambo la pili, waganga hawatakagi matembele. Hauwezi ukaenda na shida yako kwa mganga akakwambia leta tembele. Hataki tembele, anataka kuku. Sasa nyewe mnasema waganga wanapenda kuku, ndio maana wake wa waganga ni wanene. Sio tu wake wa waganga ni wanene. Ile sadaka unapoitoa, niliwafundisha kuhusu sadaka, inaingia katika system. Ule ni uhai unatolewa. Lakini thamani ya yule kuku sio 10,000. Ndio maana ukikutana na mtu ameshapata kuku wake mweupe, anaenda kwa mganga, mwambie naomba nikupe 50,000 nipo hiyo kuku. Hakupi kwa sababu yule kuku kweli wewe ukimwangalia thamani yake labda ni 10,000, 15,000. Lakini jinsi alivyoigaramikia ile sadaka, thamani yake imeshapanda, sio ile tena. Kwa hiyo sadaka mganga apokei kama kuku 10,000. Pale kuna sadaka ya nauli, kuna sadaka ya muda, kuna sadaka ya kufikiria na kuzunguka kila mahali. Sasa angalia sadaka yako unavyoitoa kiajabu ajabu. Unatoa sadaka kawaida sana, ndio maana haina matokeo. Sadaka zilizowapa watu matokeo, nenda kajifunze kwenye Biblia. Sadaka ya Dorcas, alikuwa anawasaidia wajane na watumishi wa Mungu mavazi, alikuwa anajigaramisha. Kornelio anaambiwa, mtu upendwao, sadaka zako na maombi yako. Alikuwa anatoa kwa bidii sana. Mkazo wa Biblia, mkazo wa neno la Mungu sio kuomba. Mkazo wa neno la Mungu sio kutoa sadaka, ni kutoa kwa bidii. Kama ni kuomba, ni kuomba kwa bidii. Tatizo lako unaomba lakini hauna bidii, ndio maana hauna matokeo. Mimi nikwambia haya, kutoa zaka ni sheria, ni amri. Toa zaka. Kiwango cha chini kabisa cha mtoaji anayejifunza ni kutoa fungu la 10. Toa fungu la 10. Acha kumuibia Mungu, utapigwa kwa laana. Sasa mtu anakuja, mtumishi niombee, nivunjie laana, mimi nina shida. Nitakuombea kweli, lakini ugomvi wako sio ishu ya wewe na shetani, ni ishu ya wewe na Mungu. Maandiko yanasema leteni zaka kamili ghalani, ili kiwemo chakula cha kutosha katika nyumba yangu, asema Bwana. Sasa usipoleta, maandiko yanasema wewe ni mwizi. Sasa mwizi Mungu anakubarikije? Mbona kama mnanitisha mzigo niendelee kukonda? Toa fungu la 10. Na katika kitu kigumu kutoa, sio sadaka. Unaweza ukawa na 10,000
ukatoa sadaka 1,000 kwenye chombo cha sadaka, ukatoa 1000 ngapi, lakini kisha kuja ni swala la fungu la 10, yani utazugazuga, ngoja kwanza, lakini si nilitoa sadaka. Toa fungu la 10. Ukipata 10,000, toa 1,000, eka hii ni fungu la 10, alafu mambo yako yaendelee. Sasa hapo ndipo kuna upinzani, maana shetani anajua kama ukifanya hivyo, lango lako la uchumi Mungu anaanza kulitazama kwa jicho lingine. Bwana asifiwe. Hivi mnajua kanisa zima tungekuwa tunatoa fungu la 10 kwa uaminifu, kanisa lisingekuwa hapa. Eka hiyo kapuni, eka hiyo kapuni. Okay. Niende jambo la mwisho kabisa. Sio jambo la mwisho, nikupe mstari wa mwisho. Nataka tuingie kwenye maombi. Sasa sitaki utazame haya maombi kana kwamba ndo mwisho wa changamoto yako. Haya maombi jumlisha kutendea kazi ulichojifunza, ndio matokeo ya kile ambacho unakitafuta. Haya maombi jumlisha utii utakao kuwa nao. Mwalimu, bwana umefundisha sana wiki nzima lakini hujaomba sana. Ni kwa sababu maandiko yanasema ukiomba kwa bidii utakuwa huru kweli kweli. Amen. Hapana, maandiko yanasema utaifahamu kweli na hiyo kweli itakuweka. Ndio maana unaweza ukaomba sana lakini kama hujui kweli hauwezi ukawa huru. Mungu akusaidie uijue kweli katika jina la Yesu. Maandiko yanasema kwenye Isaya 42 mstari wa 22, wakati namalizia, lakini watu hawa ni watu walioibiwa. Sema watu walioibiwa. Na kutekwa. Sema watu waliotekwa. Wote wamenaswa katika mashimo. Sema wamenaswa katika mashimo. Wamefichwa. Sema wamefichwa katika magereza. Wamekuwa mawindo. Sema wamekuwa mawindo. Sasa mstari wa muhimu hapa anapomalizia ndo napapenda. Wala hapana aokoae, wamekuwa mateka, hapana asemaye rudisha. Sasa huu ni mstari wa vita ambao tutaomba leo. Watu ambao wameibiwa watarudishwa, waliotekwa katika ulimwengu wa roho wataachiliwa, walionaswa katika mashimo watafukuliwa, tutawafukua, waliofichwa tutawafichua. Kuna watu wana vipawa vizuri, kuna watu wana uwezo mzuri, kuna watu wana akili nzuri, lakini wamefichwa, wanaonekana kama wajinga, wako kwenye magereza, akili yako imefungwa. Kuna watu wanasema hapa kwenye counseling, mwalimu, mtoto wangu alikuwa na akili sana lakini ghafla sijui nini kimetokea. Huyo amefichwa, huyo ametekwa, huyo ameibiwa. Kuna mtu anasema, mwalimu, mume wangu hakuaga hivi, huyu mwanaume sio yule aliyenioa. Huyo mtu ametekwa, amefichwa, ameibiwa, amenaswa. Leo tutasema rudisha katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Jana niliwapa ule mstari wa mtu ambaye amekamatwa mjini, binti aliyelipiwa mahari tayari, alafu akatenzwa nguvu na mwanaume mwingine. Maandiko yanasema katikati ya mji, kwa sababu hakupiga kelele, anatakiwa apigwe na mawe hadi kufa. Bwana asifiwe. Kwa hiyo ndo huu mstari wa 42 Isaya mstari wa 22 unasapoti kile kwamba shida sio kutekwa, shida sio kuibiwa, shida sio kunaswa, shida sio kufichwa, shida wala sio kuwa mawindo. Ni kwa sababu hakuna mtu anayeweza kusema rudisha. Wangapi wananiambia leo tutasema rudisha katika jina la Yesu? Haleluya. Okay, prayer point. Naomba tuandike prayer point. Prayer point. Prayer point ya kwanza, omba na ujifunze kuomba maombi ya toba na utakaso. Prayer point ya kwanza, jifunze kuomba maombi ya toba na utakaso. Mwalimu, kwa nini niombe toba wakati wananionea na wananitesa? Kwa sababu pengine wewe ni sababu ya changamoto hizi, pengine tabia yako ni sababu ya hivi vifungo. Ndio maana Yohana 1 mstari wa 8 maandiko yanasema tukisema hatuna dhambi tunajidanganya wenyewe. Usiende mbele za Mungu hata siku moja ukiwa unajihesabia haki. Lakini anasema tukiziungama dhambi zetu na kutubu, yeye ni mwaminifu na wa haki, anaweza kutusamehe na kutuondolea udhalimu wetu wote. Yohana 3:19, tubuni basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe. Prayer point ya pili,
Prayer point ya pili, nazo 5 tu. Vunja laana zinazovunja mipaka na kila nira ya kifamilia. Vunja laana. Tamka hiyo laana inayovuka mpaka, hiyo laana ambayo inatoka huko na kuja, ninaikataa, ninaivunja. Au ivunji kwenye familia nzima, unaivunja juu yako, ivunjike. Omba, tamka, paza sauti. Kuna mstari mmoja unanifurahishaga sana. Maandiko yanasema Paulo na Sila walipokuwa wakiomba gerezani na kuimba, wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Yaani Paulo amefungwa na Sila amefungwa, alafu wako na wafungwa wengine wanamuomba Mungu kwa gerezani, oh Yesu. Wafungwa wengine wanawasikiliza. Ni wafungwa lakini wameridhika. Hata hapa tuna watu ambao ni wafungwa. Wakati tutakapokuwa tunaomba, usishangae mtu anakuangalia tu anakusikiliza. Ni mfungwa mwenzako, lakini ana mpango wa kutoka. Hujui watu wana maagano gani na kuzimu, hujui watu wana maagano gani na jehanamu. Wewe achana. Kama unapambana, wewe ndio unajua mzigo ulionao. Pambana as much as unavyoweza, hakikisha kuna hatua inatokea kwenye maisha yako. Hii mambo ya kuangalia mtu mbona haombi au atakuwa ananisikiliza, toka kwenye kiti, njoo kwenye kordo huku, nenda nyuma ya kanisa, njoo huku mbele. Ni kanisa la kwetu, hatujakodisha na hatuna mipaka kwamba mkiomba msije mkatembea tembea sana hapo hapo ulipo. Hapa hatuko kwenye ndege kwamba unakaa kwenye city number. Kanisa ni la kwetu. Omba unavyoweza. Kuna wengine wanatamani kuomba kwa kulia. Lia. Nilikwambia kanisani tu ndo mahali unapoweza ukalia na watu wasikuone ni mwenda wazimu. Ukienda pale stendi ya boma ukaanza kulia nateseka, watu wasema amechanganyikiwa huyu. Changanyikiwa tayari, ameshachanganyikiwa. Lakini hapa kanisani unaweza ukaomba, ukapiga ukunga, na watu hawaji na marungu wakisema kuna mwizi. Wanajua ni watu wanaomba huko. Unajua ni kawaida. Kwa hiyo usije ukasogea mbele za Mungu unaomba kistaarabu. Baba, mighty name of Jesus. Yaani eti unajifanya unaweza kuomba Kiingereza. Oh God. Wewe omba kwa lugha. Hata kama ungeweza kuomba Kimasai, omba Kimasai. Hakikisha ndio lugha unaweza kuongea nayo vizuri. Kama uwezo unaweza kunena kwa lugha, nena kwa lugha. Kuna kitu una entreat. Maandiko yanasema anakaomba mpaka sauti ikaisha. Omba. Hujui kitu kinachotokea katika ulimwengu wa roho. Tumeonyeshwa watu wengi waliokuwa na hali mbaya kuliko ya kwako. Maandiko yanasema basi Yabesi alikuwa ni mtu mwenye huzuni nyingi. Alikuwa ni mtu, lakini akaomba. Aliombaje hayo maombi? Akaomba hayo maombi ambayo unaomba, Bwana Yesu, huko unaangalia lipstick imetoka, bado ipo, bado ipo. Bwana, sio unachukua kiengachifu unafuta kidogo. Wewe, maombi gani hayo? Hayo ni maombi ya kututania. Bwana asifiwe. Kwa hiyo vunja laana inayovuka mpaka na kila nira ya kifamilia. Andika Wagalatia 3:13. Wagalatia 3:13. Inasema Kristo alitukomboa katika laana ya torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwae juu ya mti. Yesu alikuwa laana. Laana ya torati ni ipi? Ni zile nilizokuonyesha kwenye Kumbukumbu la Torati 28. Bwana asifiwe. Kuanzia mstari wa 15 kuendelea mpaka mstari wa 20 na ngapi kule. Zile ni laana za torati ambazo ndizo zinazopiga maisha yetu. Usifikirie laana inayokupiga ni mpya. Ni laana ya torati. Laana ya torati ni ile ya kutokutii. Mungu amesema usiabudu miungu mingine, umeenda. Mungu amesema usizini, umezini. Mungu amesema usiseme uongo, umesema. Mungu amesema usizulumu, umezulumu. Mungu amesema uwe mtu wa haki, umekuwa mtu wa kona na mambo mabaya. Hivyo ndio inaachilia laana ya torati na kuja napiga maisha yako. Mstari mwingine andika Isaya 10:27. Inasema tena itakuwa katika siku hizo, Isaya 10:27, mzigo wake utaondoka mabegani mwake na nira yake shingoni mwake. Kwa hiyo nira inatakiwa iondoke na mzigo unatakiwa uvunjike. Prayer point ya 3. Kataa kujirudia kwa historia mbaya na ufunuo wa mizizi ya laana. Kataa kujirudia kwa historia mbaya kwenye familia yenu. Kwenye familia yenu kuna watu wanaachika kama alivyozungumza huko nyuma, ni kitu kinajirudia rudia. Kataa juu yako. Na sio juu yako tu,
na kwa watoto. Hata kama we ni binti uko hapa hujaolewa, kataa, sema haitakuwa juu yangu wala kwa watoto watakaozaliwa na mimi. Bwana asifiwe. Mbona msemi amina? Au ndo mnaandika? Kataa kujirudia kwa historia mbaya na mizizi ya laana ifunuliwe. Kuna vitu uvione ambavyo ni laana. Kataa muendelezo wa talaka, magonjwa, umaskini, vifo vya ghafla, kutokufanikiwa katika familia, na mizizi yake ifunuke, imejichimbia huko chini. Uanze kukiri sawa sawa na Zaburi 118 mstari wa 17, 118 mstari wa 17 Zaburi, hautakufa bali utaishi, uyasimulie matendo makuu ya Mungu. Hautakufa. Kiri, sema kwa kinywa chako. Hii mambo umeshajiambia nakufa mara nyingi sana. Umealika roho ya mauti mpaka imekuona rafiki yake. Bwana asifiwe. Andika pia Methali 26 mstari wa 2. Methali 26 mstari wa 2. Kwenye hiyo pointi ya kukataa kujirudia kwa historia mbaya na ufunuo wa mizizi ya laana. Ukikataa vinaondoka. Methali 26:2 nasema, kama shomoro katika kutangatanga kwake na kama mbayuwayu katika kurukaruka kwake, kadhalika laana isiyokuwa na sababu haimpati mtu. Kwa hiyo laana inatafuta sababu ili ikupate. Kwa hiyo ukiondoa laana, ukiondoa mizizi ya laana, ukiondoa kujirudia kwa historia mbaya, laana haina mahali pa kukaa. Lakini pia Yeremia 33 mstari wa 3, niite nami nitakuitika, nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Ndio leo tunamuita sasa Yesu kwa maombi. Hatuhitaji masaa 80, tunahitaji ufahamu na maombi ya uelewa. Bwana asifiwe. Prayer point ya 4 ambayo ni ya pili kutoka mwisho, tangaza baraka mpya juu ya kizazi chako. Tangaza baraka. Hivyo vipengele tutavipitia. Tangaza baraka mpya juu ya kizazi chako. Sio leo tu. Ndio maana unaandika, ni majukumu ninakupa. Wakati ukiwa nyumbani, watangazia watoto baraka. Wewe ni mjamzito, ongea na mtoto wako tumboni. Mwambie, mwanangu, hautarithi mabaya kutoka kwenye familia ya kina Urasa. Hautarithi mabaya, hautarithi tabia mbaya, hautapokea mabaya. Mwanangu, wewe umebarikiwa. Mimi sizalii jehanamu, mimi sizai jambazi. Sije kulingana na vitu ambavyo vinajirudia kule kwenu. Si unawajua baba wadogo, baba wakubwa? Si unawajua wajomba na mashangazi? Tamka tu, we tamka tu. Hayo maneno ni mbegu unapanda na yanaota na huyo mtoto. Tatizo ni kwamba wewe ulibebaga mimba ukashtuka tu, mimi ni mjamzito. Ukaendelea kuamaizi, nimejifungua. Mtoto sasa hivi ameanza kuota meno. Jamani, kameanza kuita baba. Kameanza kutembea. Hautumii huo muda kupanda vitu. Wewe unashangaa tu kawaida ya mtu inavyoenda. Panda mbegu, tamka. Maandiko yanasema mpanzi aliondoka kupanda, nyingine zikadondoka njiani, nyingine zikadondoka kwenye mawe, nyingine alafu kule mwisho wanajua kutuambia mbegu ni neno. Sasa angalia maneno unaomnenea mtoto wako, kichwa kama cha panzi. Muone mtoto anasumbua kama kuku, mbwa wewe. Hizo ndo mbegu umepanda, na ndio maana tabia hivyo vitu ulivyokuwa unavisema ndio imekuwa kwenye maisha ya watoto wako. Tangaza baraka mpya juu ya kizazi chako. Ukiwaona watoto wako hata kama anakusumbua, mtamkie baraka. Mwambie, wewe mchungaji unanisumbua, lakini wewe kwa nini unasumbua hivi? Wachungaji hawawagi hivi. Kuna namna unaifedhesha ile roho kule ndani. Wewe mtumishi wa Mungu, kwa nini mkorofi hivi? Muite majina fulani ambayo yanakuwa kinyume na tabia unayoiona. Bwana asifiwe. Sasa angalia, ukikiona kilivyo nasumbua, unakiongezea zaidi. Tabia za jambazi wewe. Ndio maana alienda kamuibia mwenzake bunduki huko nyumbani, anawafanyia wote tush. Anafanyia make tush. Ndio vitu unapopanda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Na hapo utaandika Kumbukumbu la Torati 28 ile ambayo tumesoma 1 hadi 14. Kuna baraka ziko pale. Wasomee watoto wako, waambie. Uko busy kutafuta kazi, kutafuta hela, jifunze kuwatamkia baraka. Wanangu, mtabarikiwa mashambani, mtabarikiwa mijini, mtabarikiwa katika mauzao wenu, mkifuga mtabarikiwa, mkilima watamkie. Mwalimu, wakati nalala sikuweza kuomba. Fungua Kumbukumbu la Torati 28,
anza kuwasomea, ndio yawe maombi yako. Itakuwa mtakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wenu kutii kufanya maagizo yake yote waagizayo, ndipo mtakapobarikiwa. Wanangu, semeni amen. Wanasema amen. Unawambia mtabarikiwa mashambani, amen. Mtabarikiwa kwenye masomo, amen. Maombi umemaliza. Wewe tazo lako umekariri. Maombi ni mpaka uweke mikono hivi, upige magoti, uanze kusema Baba katika jina la Yesu. Hiyo umekariri hiyo. Unahitaji ufahamu. Watafutie maandiko 2 3, wasomee watoto wako wakiwa wanasikia. Bwana asifiwe. Fike mahali umekuwa watu wazima wanasema haya mafanikio tulionayo msituone hivi. Mama yetu alikuwa anatusomea maandiko. Asubuhi kabla hatujaondoka anatutamkia maandiko, anatusomea maandiko. Bwana asifiwe. Ombi la mwisho, omba ulinzi wa kudumu kwenye maisha yako. Omba ulinzi wa kudumu. Omba ulinzi wa kudumu. Zaburi ya 91 mstari wa 10 hadi wa 12. Omba ulinzi wa kudumu. Zaburi 91 mstari wa 10 hadi wa 12. Unasemaje? Mabaya hayatakupata wewe, wala tauni haitaharibu hema yako, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zao zote. Mkononi mwao watakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Bwana asifiwe. Ndio nimemaliza somo langu. Kama umenielewa sema amen. Kama umenielewa sema amen. Aya, nataka tuingie kwenye maombi sasa. Nataka tuingie kwenye maombi. Hizo ndo prayer point zetu. Umeziandika vizuri, nenda nazo, endelea kuomba. Sio kasema Mwalimu Godwin alikuja kanisani kwetu kuvunja laana. Mimi sijaja kuvunja laana. Anayevunja laana ni Yesu. Bwana asifiwe. Namna gani tunahukumu laana? Fanyia kazi hayo niliyokufundisha. Hivyo ndo tunahukumu laana. Namna gani unajenga madhabahu? Ndio hivi unajenga madhabahu. Usije ukafikiri kwamba utaenda kujenga madhabahu nyingine kama hii. Madhabahu tayari tunayo. Madhabahu inakaaga ndani ya mtu. Yesu akamwambia yule mwanamke, watu hawataenda kusali tena Yerusalemu wala katika mlima huu. Watamwabudu Yesu katika roho na madhabahu za kweli zinajengwa ndani. Bwana asifiwe. Naomba usimame kwa miguu yako.